Kama umewahi kukutana na tukio la kutisha na kuhuzunisha kwa wakati mmoja, leo nimekuletea miongoni mwa matukio hayo. Mzigo unaanza kwa kutuonyesha moja ya matukio ya kuhuzunisha zaidi kuwahi kushuhudiwa. Watu wawili walikuwa wamechomwa pamoja na chuma kimoja cha nondo wakining'inia katikati ya uhai na kifo. Madaktari walipofika kuwahudumia, walibaki wakishtuka kwa walichokiona. Nyuso zao zilijaa huzuni na mishtuko. Licha ya kushangaa zaidi, wagonjwa wenyewe walikuwa na furaha kiasi. Hata walikuwa wakicheka na kupiga stori kana kwamba hakuna kitu ambacho kilikuwa kinawaonyesha kwamba wapo katika hali ya hatari. Madaktari walipoangalia hali zao, walielewa uzito wa kile ambacho wanakipitia, wakawaingiza kwa uangalifu ili wawafanyie x-ray. Njiani waliongea kama marafiki wa zamani, wakijadiliana maisha, wakipiga stori za kawaida hivi. Lakini ajabu ni kuwa hakuna hata mmoja kati yao aliyekuwa anamfahamu mwenzake kabla. Sasa madaktari wakipambana kuhusiana na namna ambavyo wanaweza wakawasaidia wawili hawa, wakawa wanataka kuwachomoa sasa, kuwatenganisha kwenye hizi nondo. Tatizo likawa ni kwamba kama mmoja wao angeondolewa kwanza, angekufa kwa kutokwa na damu nyingi. Kwa hiyo hapa madaktari walitakiwa wakae chini, wapige hesabu zao kwa uzuri kabla hawajafanya maamuzi. Baada ya majadiliano ya kina, waliamua kumtoa mwanamke aliyekuwa ameumia zaidi, kwa sababu alikuwa amepoteza hisia kuanzia kiunoni kwenda chini mpaka kwenye miguu. Hapo kama unavyoona, miguu yake haitikisiki kabisa. Mwanaume alikuwa na nafasi kubwa ya kuishi zaidi ya mwanamke, kwa sababu yeye miguu yake ilikuwa bado inasogea kikamilifu. Daktari aliwaeleza uamuzi huo, lakini mwanaume alisisitiza kuwa yeye ndiye anatakiwa kufa ili mwanamke apate nafasi ya kuishi. Ingawa hawakuwa hata wanafahamiana kabla ya hapo, lakini mwanaume huyu alionyesha maamuzi ya kiume na ukakamavu ambao pengine wewe, ndugu yangu, ninavyokujua, ungesema bora akate moto bidada. Anyways, nikukumbushe kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kama vile marafiki zangu ambavyo huwa wanafanya. Nawapenda kinoma yani. Hiyo watamu. Sasa mwanaume huyu baada ya kufanya maamuzi yao, alizidi kuwasisitiza madaktari kuwa yeye ndiye anayetakiwa kumpa nafasi mwanamke ya kuishi. Pengine inawezekana akawa na watoto na watu wengine ambao wanamtegemea. Hatimaye walimtoa mwanamke kwenye nondo haraka na madaktari walifanya kile ambacho wanaweza kumuokoa, lakini kwa bahati mbaya mshipa wake mkubwa wa damu ulikuwa tayari umepasuka. Hivyo hakukuwa na juhudi nyingine ambayo ingeweza kumrudishia uhai wake. Chapu akaenda kumsaidia mwanaume. Daktari Gray hakuweza kukubaliana na hali hiyo, lakini wengine waliendelea kumhudumia yule mwanaume kana kwamba hawakuwa na hisia kabisa. Hii ni maamuzi ya kikakamavu na hesabu za kidaktari. Ungefanyaje? Anyways, tuendelee. Sasa leo ni siku ya Christmas. Tunamuona msichana mdogo aliyekuwa akimwangalia Santa Claus hapa akiwagawia pipi vijana hawa wadogo. Akamwomba mama yake waende pamoja kuchukua. Mama yake alikuwa anajaribu kumpigia simu baba yake ambaye ndio baba wa huyo dogo ambaye anamwomba mama yake ampeleke kwa Santa Claus kwa ajili ya kupewa pipi. Sasa mama yake alikuwa ni rubani. Kama ndivyo tunawafahamu marubani, kuna wakati unaweza ukawapigia simu na simu zao zisizo zinapatikana kwa sababu wako kwenye anga la juu hivyo. Kwa hiyo mwanamke huyu aliamua tu kukata simu akiamini pengine mume wake alikuwa yupo kwenye majukumu yake ya kawaida. Sasa ajabu ni kwamba mtoto wake wa kiume akamwona baba yake akiwa karibu na akaonyesha kwa mama yake kwamba mama, mzee si yule pale. Sasa katika hali isiyokuwa ya kawaida, mama yule akapuuza kwa sababu anaamini mume wake yupo kazini na anapiga kazi, lakini alipoinua macho yake akamuona ni yeye. Ni yeye. Mwanaume baada ya kugundua kwamba ameonekana alishtuka kinoma na watu walikuwa wakimtazama. Hakujua aelekea upande gani, akaamua kukimbia. Alipokuwa anakimbia, ghafla akapata ajali ya kugongwa na hiki kigari cha Santa Claus. Mwanaume yule alianguka na tairi la gari ya umeme ikapita juu ya mguu wake. Sasa akiwa juu cha kufanya, mwanamke wake akapiga simu ya dharura, yani 911, na wahudumu wa dharura wakafika kwa ajili ya kumpa huduma ya kwanza. Ajabu, walipofika hapa wakakutana na wanawake wawili ambao walikuwa wamekiwasha kinoma na wote wakisema kwamba wao ndio wana haki na huyo mwanaume, yani mwanaume wangu, kwa sababu jamaa kumbe alikuwa na familia mbili bana. Sasa wahudumu wa huduma ya kwanza walipofika wakaanza kumganga mchizi bana akiwa amelala hapo chini. Sasa huyu jamaa wa huduma ya kwanza akawa anamuuliza mchizi amewezaje kuishi na wanawake wawili katika ndoa ikiwa hawafahamiani. Jamaa akamwambia jamaa ana simu mbili na kila mmoja amemdanganya kivyake. Na hapa akamuuliza mchizi kama anaweza akajifanya amezimia ili wamwaishe hospitali kuepuka hili vurugu ambalo linaendelea hapa. Daktari akamruhusu. Sasa wakati wanawake hawa wakiendelea na purukushani, yule mwanamke aliyekuwa na watoto wake akagundua kwamba kumbe yeye sio hatabi mkubwa, kwa sababu watoto wake ni wadogo kuliko watoto wa yule mwanamke ambaye amemkuta nao na mume wake. Kwa hiyo hii inaonyesha kuwa yeye ndio mke wa pili. Ni noma. Kesho yake walirudi hospitalini wakigombana kama walivyoishia jana, yani kila mmoja anamwambia mwenzake kwa nini amekuja kumuona mume wake na huyu naye anamjibu hivyo. Sasa wakati scene hili linaendelea, polisi huyu akawafuata na kuambia kwamba ni lazima wajifunze kuishi kwa ajili ya watoto wao, kwa sababu kama wataendelea kupigiza
kusikilizana kelele kuhusiana na baba huyu, tayari watoto hawa ni kama hawana baba. Kwa hiyo wakiendeleza hizi vurugu, pengine na wao wakakosekana kwenye maisha ya watoto wao. Maneno hayo yakawagusa kinoma, wakaamua kushirikiana kwa ajili ya watoto wao. Lakini mwanaume alipofika akihisi atasamehewa kwa kuwaona wanawake wake wakiwa pamoja, akaamini tayari wamepatana. Si unajua wanawake wana tabia ya kusahau haraka haraka. Alipofika hapa akamwambia wote kwa pamoja wanataka taraka na wapite hivi. Jamaa akabaki ameduaa. Huu ulikuwa ni uamuzi bora kinoma kwa wanawake hawa kufanya, kwa sababu kesho yake watoto wao walikuwa wameambatana pamoja kwa ajili ya kuenjoy Christmas. Nice. Sasa ni siku nyingine tena na heka nyingine tena. Hapa tunakutana na watu ambao ni firefighter hawa. Katika tukio la moto mkubwa wa ghala kubwa la kuhifadhia vyakula kiwandani, kulikuwa na janga la moto leo, na hapa watu wa zimamoto walikuwa wamewahi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapambana na moto huu. Lakini mkuu wao aligundua kuwa moto ulikuwa umefika kwenye nguzo ya paa la jengo hili. Kwa hivyo muda wowote jengo hili linadondoka. Aliamuru watu wote watoke nje, na hata firefighters ambao tayari walikuwa ndani ya jengo hilo na wenyewe watoke nje. Ghafla mmoja wa firefighters akaangukiwa na sehemu ya jengo hilo, ndipo paa lilipoporomoka kabisa na moto ukaripuka na njia zote za kutokea zikafungwa. Walionaswa ndani hawakuwa na njia ya kutokea kwa sababu moto tayari ulikuwa umenasa kwenye mlango. Nje wazima moto wengine walitaka kuingia kuwaokoa marafiki zao, lakini mlango ulikuwa tayari umegubikwa na moto mkali. Kwa hiyo yoyote ambaye angesogea hapa na yeye angekuwa chakula ya moto. Sasa mmoja wa firefighters ambaye alikuwa humu ndani akampigia girlfriend wake simu ambaye na yeye alikuwa ni firefighters na kumuaga akiamini pengine hii ikawa ni mara ya mwisho kwa wao kuonana tena, kwa sababu ya namna ambavyo moto ulikuwa umewazingira na hakukuwa na namna yoyote ile ambayo ilikuwa inawaonyesha labda kuna uwezekano wa hawa kutoka. Yaani walikuwa na zero chances. Kiongozi alitulia na kutoa amri wale waliomo ndani wajifiche na nje waanzishe vurugu za kuyapuliza maji kwa spidi, pengine wangefanikiwa kuuzima moto huu. Maji yalipigwa kwa nguvu na Helman alitumia mwili wake kumlinda mwenzake ambaye tayari alikuwa amezimia kwa mbanano wa hewa ndogo ambayo ilikuwa imetokana na moto kuziba sehemu zote za kuingizia hewa kwenye jengo hili. Sasa Kesi naye aliamua kujificha chini ya kabati hili hapa, akimkinga rafiki yake ambaye na yeye alikuwa amejeruhiwa kiasi alikuwa amepoteza fahamu. Sasa baada ya miezi kadhaa kupita na maaskari wale kupona, warudi kazini, na hapa ikafanyika sherehe ya kuwapa medali za ushindi kwa ushujaa ambao wao walionyesha kupambana na moto licha ya kuwa na zero chances za kuokoa maisha ya wenzao. Noma hii. Leo tena kuna kisanga kingine hapa. Hapa ni kwenye control tower ya rada za ndege, ambapo kila ndege inapokuja jengo hili huwa inatumika kufanya mawasiliano na ndege hizo. Sasa leo ndege ilikuwa inakaribia kutua, lakini ghafla ndege hiyo haikuwa inaonekana kwenye rada. Yaani hakuna mtu aliyekuwa anaiona ndege hiyo ili aweze kuielekeza sehemu gani ambayo inatakiwa kutua. Wafanyakazi walikuwa wameingiwa na hofu kiasi kila mtu akawa anajiuliza pengine ndege hii sekunde chache kutoka hivi sasa inaweza kuupamia rada hii na wale waliomo ndani humo wote wakapoteza maisha. Kiongozi wao alibaki akiwa ametulia, akiagiza vituo vingine viendelee kudhibiti taarifa, kwa maana wajaribu kuisearch ndege hiyo, pengine wao wakawa na uwezo wa kuiona, lakini bado kila alichokuwa anakifanya kikawa kinagonga mwamba. Lakini ghafla ndege hile ikarudi kwenye rada, ikija kwa kasi kuelekea upande ambao control room ipo. Yaani ni kana kwamba inaenda kupamia jengo hilo na kwamba kila aliyopo juu ya rada hiyo na yeye atapoteza maisha. Hali hii ikawafanya kila aliyokuwa ndani ya jengo hilo kuweza kujificha, akisubiri sekunde chache ajali itokee na pengine avute pumzi zake za mwisho. Lakini kabla hali hiyo haijatokea, ndege hiyo inafutika na kuonekana kwamba hakuna kinachoenda kuigonga rada hiyo, na baadaye wanagundua ilikuwa ni hitirafu ya mfumo na ndege ilichukuliwa na kituo kingine. Walipumua kwa ahueni. Lakini ghafla mfumo ukahakiwa na ujumbe mzito ukaonekana kwenye system zao ukisema system zote ni zetu na tunaomba mtulipe dola milioni 25. Yaani mfumo wa ndege hizi ulikuwa umehakiwa. Nini kitatokea hapa? Kisanga kingine ni kuhusiana na huyu jamaa ambaye leo alikuwa amekwama kwenye hili ghala la nafaka. Tunafahamu kuna yale magara makubwa ambayo huwa yanatumika kuhifadhia vyakula. Sasa leo mmoja kati ya wafanyakazi wa magara hayo alikuwa amekwama kwenye lori ambao lilikuwa limebeba nafaka ambayo ilikuwa inatakiwa kuja kujazwa kwenye haya maghala. Sasa wakati wakijaribu kumuokoa, alikuwa anazidi kudidimia kuelekea ndani kiasi kwamba ikatakiwa ifanyike jitihada ya dharura kuhakikisha kwamba mtu huyu anaokolewa. Hapa wakamwekea kifaa ambacho kingemkinga na hali hii, na hapa wanafanikiwa kumtoa licha ya kuwa tayari alikuwa amepoteza fahamu. Haya ni matokeo yanayoonyesha upande wa maumivu, maamuzi magumu na ushujaa wa kibinadamu. Kuna wakati kazi ambazo tunazifanya zinatukutanisha na changamoto moja kwa moja. Vipi? Kazi yako imekutanisha na changamoto kama hizi ambazo umeziona leo?